Huyu suala lake kwa ufupi, mimi nilifupiliza namna hii. Ni njia gani wewe utaoga janaba liwe limeogeka? Mimi nitafanya upande wa kwanza ni huu. Upande wa pili, je, kunao wakati mtu huruhusiwa aoge janaba na sehemu fulani katika mwili yake isiguse maji? Sawa? Itakuwa imejibika A, B, C. Inshallah. Janaba ni nini? Janaba maana yake ni kuwa mbali. Aljunub ni ule aliyekuwa mbali na wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa in kuntum junuban fatahharu, mkiwa na janaba itahirisheni. Janaba hupatikana kwa sababu hizi. Mwanzo tuzijue zile sababu zinaofanya mtu akaambiwa ana janaba. Janaba hupatikana kwa mtu kutokwa na manii, sawa ni mwanamume, sawa ni mwanamke, ya kutoke kwa raha, ya kutoke kwa shida. Almuhimu yalotoka ni mathalan mtu amekushika koo bana unaumiza, badala kutokwa na choo katokwa na manii. Hatutonena kwamba miskini amemtoka bila ya raha. Ya manii yakitoka mahala pake ni lazima ufanye nini? Uoge. Tutakwambia wewe una janaba. Janaba hupatikana kwa kuingiza tupu ndani ya tupu. Tupu ikiingia ndani ya tupu ni lazima janaba itakupata. Hata ikaingia ile sehemu ya tunaita sisi sehemu ya hashafa, yani ile sehemu inaotahiriwa, ile sehemu tu, au kwa kiasi chake kwa mtu ambaye kwamba lao amezaliwa hana ile sehemu inaotahiriwa, ikiingia sehemu hiyo tu ndani ya tupu, khalas, sawa amesikia ladha, sawa imesimama, sawa ametia kwa kijiko, muhimu ikiingia ni lazima afanye nini? Ahoge. Na hatuangalii tupu iliyoingia, ile tupu ni tupu ya mbee au ni tupu ya nyuma, ni kwa halali au ni kwa haramu. Tupu ikiingia ndani ya tupu, mwenye kuingiza tupu lazima aoge, na mwenye kuingizwa tupu lazima aoge, yani wote wamepata janaba. Na mwenye kuingiza hatuangalii ni kwa lazima au ni kwa khiari, na mwenye kuingizwa ile tupu hatuangalii ni kwa lazima au ni kwa khiari. Mtanisamehe hapa, kuna mambo naelezea si kwa kutaka, lakini lazima tuyaelezee. Tufaradhie lao mtu ye mwenyewe tupu yake mwenyewe akaijiingiza ye mwenyewe, tukua tupu ya mbele akajiingiza tupu ya nyuma, na sallallahu salamatu wal afia. Pengine mtu fanya majaribio hufika lakini tutamwambia lazima aoge janaba. Ni masala yaelezwa, tuyaeleze. Kwa hiyo tupu kuingia ndani ya tupu hatuangalii amemwaga hakumwaga, ametokwa na manii hakutokwa na manii, amesikia ladha hakusikia ladha. Kule ile tupu kuingia tupu ni lazima afanye nini? Na maana yake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha jawaza alkhitanu alkhitana, ngozi ikipita ngozi, maana yake Mtume ameita ngozi. Ngozi ikipita ngozi, maana yake ngozi ya kiume ikapita ngozi ya kike, faqad aujaba alghusla, imesha lazimu kuoga. Kule kuingia tu pap pap kwenda kusalimia tu, sawa, lazima aoge. Kadhalika janaba hupatikana kwa kutokwa na hedhi mwanamke au kutokwa na nifasi mwanamke. Kwa hiyo janaba hupatikana kwa haya mambo mangapi? Manne. La kwanza ni kutokwa na manii, hii kwa mume na mke. Ya pili ni tupu kuingia ndani ya tupu. Ya tatu ni hedhi. Ya nne ni nifasi. Huyu tutamwambia amepatikana na janaba. Sasa apatikanao na janaba ni lazima aoge. Ni lazima afanye nini? Aoge. Ikiwa hawezi kuoga kwa sababu ambazo kwamba za kubalika katika masala ya tayammum, kwamba huyu hafai kugusa maji, au hakuna maji sehemu kama ile, ni lazima atayammam.
kutayamam itakuwa ni badili ya kufanya nini? Kuoga. Sasa huku kuoga, ataoga vipi? Ni lazima ahakikishe yale maji yatafika katika kila kiungo ambacho kwamba chiko wazi, na ni lazima ahakikishe kila nyele iliyoko mwilini, sawa ni nyingi, mwanamke awe na nyele mpaka miguuni. Wakati wa janaba ni lazima nyele zote, nyele na ugozi ziguse maji. Atatumia yeye njia ya kuona ni njia gani atatumia mpaka maji yafike kwenye nyele na yafike kwenye ugozi wa nyele. Sasa hapa tumeambiwa kwamba wanawake henda saluni, kuna mawigi mengine hutiwa na gamu, kuna la wiki, kuna la mwezi. Yani akishakutia ile gamu na huambiwa hizi nyele hazifai kugusa maji, kwanza hukalika na harufu namna hiyo. Ukipeleka pua hapo waweza ukachemua kweli kweli. Hawa wetu kila siku huziosha na wakazitia na conditioner na manini, lakini ikipata jasho tu kidogo na yula yote ukapijiwa na nyudi na hazistahimili siku 3 siku 4 bila ya kusafishwa. Mtu akwambie ameambiwa amepawa lile wiki, si dharubu hizo? Sasa masala ya dharubu tuate mbali, lakini huyu mwanamke kweli hatopatikana na janaba? Ikiwa atakuwa yupatikana na janaba, atajitwahirisha vipi na yeye hatii maji kichwani? Mwaka jana hapa nilielezea kwamba kuna mwanamke amenipigia simu, nilikuwa mmeelezea haya, akawa huulizia miaka 16 ameolewa yeye haoshi kitwa ila kwa ajili ya hedhi, lakini akilala na mumewe henda kaoga, akavaa ile kofia sijui yaitaje ile shower cap, huvaa shower cap akaenda kaoga mpaka kutia tahara ya hedhi ndo huosha nyele. Lakini akilala na mume siku zote miaka 16 yeye hayajaliwa kuosha nyele kwa ajili ya kulala na mume. Nazo fikiria huyo sijui alikiabudu vipi. Yani yeye kuosha nyele once a month kwa ajili ya hedhi. Subhanallah. Na bila shaka wako wanaume pia hawa pengine hawalijui hilo, akienda yeye taoga huku. Lazima kuanzia unyele mpaka unyaa ahakikishe kila sehemu kwenye mikuto ya matumbo. Kuna wengine kwenye tumbo wana maatif, tumbo lao limekundana, wengine maziwa ushuka, mwanamke atie mikono tini ya maziwa, wengine kwenye ukon huku pembeni huku wamefanya mapliti. Ahakikishe yale maji, yajua saa nyingine hayafuati mwili sawa, yakikuta mahala kumefura yaruka, huapa tini yake haingii. Kwenye makalio hakikisha yale makalio ameweka kando, yameingia ni kwenye matako. Miguu, kuna watu wakioga husimama akastick, yeye akajisugua mwili mzima, lakini na miguu imegandama chini. Akimaliza akafunga shawa ole akaenda zake, kumbe huku chini miguu haikuingia maji. Vidole, kama una vidole vimepandamana, lazima uhakikishe vimefanya nini? Sasa kama una pete umevaa, hakikisha kama ile pete maji yapita tu, kama hii yangu maji yapita bila kuigeuza, sababu haikunibana, umeona mara moja. Lakini kuna watu wamevaa pete huogopa kuvuliwa, na nikutahadharishe, usimpe mtu pete kupimisha wala kofia. Usimpe mtu, hebu jaribu pete yako, mwambie hii size yake ni size kadhaa, ukimpa amekwenda nayo. Sasa ikiwa pete yako yapita tu maji bila nini, haina haja kuvua. Ikiwa haipiti kwenye janaba, kwenye udhu, lazima uvue. Ikiwa haipiti tetemesha yapita, lazima utetemeshe. Kucha, kwanza kucha tutazungumzia masala mawili. Mwenye kucha ahakikishe wakati wa kutawadha hakuna uchafu, maji yafika. Pili, hakuna sunna ya kufuga kucha kwa mwanamke wala kwa nani. Hakuna sunna ya kufuga kucha, wala hakuna sunna ya kutia hina kidole kidogo. Si sunna ya wanaume, sijui ya nani.
Hakuna sunna ya kutia katika kidole cha mwisho ni sunna kutia hina, hakuna sunna hiyo, wala hakuna sunna ya kufuga kucha. Sikiliza hadithi. Wakati mmoja alikuja mbadui kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atoka mashamba, akawamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kufanya ibada. Yuamuuliza Mtume namna ya kufanya ibada, yani mfanye kadhaa, mfanye kadhaa, mfanye kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumwelezea akamwambia, amwambia yule mbadui, mimi nashangaa mtu uliza dini na yeye ana mikucha, utafikiri ni ule ndege wa kufugwa, ni ule eagle. Sio yule eagle, maana yake lile ndo linakucha, akishika kitu namna hii basi yalla hakiati mpaka hata akafanya vipi, maana yake zile kucha zake huingia mwanzo mpaka mwisho. Anasema mmoja wenu huja kauliza ibada na yeye mwenyewe ana kucha, utafikiri ni eagle. Huyu wajitwahirisha vipi? Ule bwana akafahamu kwamba Mtume hakulipenda lile jambo la kufanya nini, la kufuga kucha. Kwa hiyo hakuna katika sharia na yoyote afuga ukucha, akiwa atakuwa yuaoga janaba, yuatawadha, maji hayafiki kwa namna itakiwavyo, jukumu ni lake mwenyewe. Haya wengine hawana kucha, henda wakanunua wakafanya nini? Jamani, kuna watu wana bidii. Kuna watu wana bidii. Yaani wewe kucha huna, Mungu amekuafu. Angalia Sayyidina Ali bin Abi Talib, aliacha kufuga nyele baada ya kusikia ubaya wa kuwa na nyele, kisha upatikane na janaba, kisha nyele zile zisifikiwe na maji. Akaona nyele tu takwa kipara kila siku. Mpaka wale masahaba wadogo wadogo walikisema kwamba Sayyidina Ali asla ni mtu ambaye haoti nyele, kumbe ni mtu alikinyoa nyele. Yani asla, si kuna watu maisha yao hawamei, yule huitwa asla. Sasa watu walikidhania kwa ule mpangilio wa kuwa saa zote Sayyidina Ali alikuwa haeki nyele za kitwa, lakini ndevu, Sayyidina Ali alikuwa na ndevu upiga kifua. Na akanena, lau sikusikia Mtume kuhimiza kuweka ndevu pia ningekuwa nazipunguza, kwa kuogopa masala ya kuoga janaba. Hayatakiwi tuwe na wasiwasi, lakini yatakiwa tuwe na uhakika. Usiwe na wasiwasi ukataka kuangalia paka wengine paka waweke na kioo angalia kuingia maji. Wewe ile yakini, una yakini maji yamefika. Lakini mambo kuingia kuipiga mteo namna hii papa mara moja haifai. Wala si masala ya kujitia shaka tukamaliza matanki, maana wengine wakiitia tahara nao humaliza tanki la maji. Haitakiwi. Tusizidishe, tusipunguze. Kwa hiyo janaba tumeelezea hupatikana kwa mambo gani, na janaba ni namna gani itaondoka. Na hapa kuna nukta moja nataka nitanabahishe. Janaba, kuoga janaba ni amal, na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia innamal a'malu binniyat. Usende choni ukaoga kisha bila ya nia kisha ukasema ninaoga janaba, kwa sababu wewe una kawaida, kila mmoja katika sisi ana kawaida kila asubuhi lazima afanye nini? Kwa hiyo tutajuaje tofauti ya kuoga kwamba ni asubuhi au ni janaba? Ni ile nia. Yoyote endao kuoga ahakikishe wakati pale amefungua maji atie nia na waitu rafel janaba, na si lazima Kiarabu, naoga janaba basi. Na waweza kuoga janaba na udhu kabisa. Tumia njia hii. Hakikisha kabla ya kuoga jisafishe chini, utie nia ya kuondosha janaba sehemu ya chini. Ukishakutia nia ya kuondosha janaba sehemu ya chini, maana hutohitaji tena kupeleka mikono chini. Wakati ukiwa waoga sasa janaba, waoga na tia janaba na udhu moja kwa moja, utapata 2 in 1. Ni janaba na ni udhu kabisa. Tumefahamu hapo? Tumefahamu vizuri? Mzee, nafikiri yote A, B, C nimeyajibu. Sasa hapa amesema yule mwanamke aliyoweka lile wigi kwa mwezi mzima na kila siku mume mashallah huwa Mayahudi. Yeye hutumia sana lugha ya kubonyeza.
Yani mume na mke kila siku starehe, lakini mke huoga, lakini nyele. Sasa je, kwa mwezi mzima akaoga mara moja ndio hulitoa, tutamwambia sasa ndio ametoa janaba. Kwa hiyo ukiwa kuna swala zozote ameziswali hazikuswihi, umefahamu? Ni swala saumu usihi na janaba lako. Yani lao mtu amelala na mkewe usiku, au hakulala na mkewe, ameota au amezini, na sallallahu salama talafia, asubuhi hayaoga, adhuhuri hayaoga, lakini mwenyewe ametia nia ya kufunga, alasiri hayaoga, magharibi hayaoga, saumu imesi. Saumu ni kitu mbali na kuoga janaba ni kitu. Sisi tutakuuliza janaba ulilipata wakati gani? Usiku. Au janaba umelipata wakati gani? Mtana, lakini ameota. Makosa kuota mtana? Hata kama mtu mwanzo kabla akimaliza kuswali tu, ya Rabbi naomba na mimi uniote, na mimi ameomba swala huyo ya Rabbi mambo magumu, ya Rabbi basi angalau niote japo kimoja tu, akaota. Utangua saumu? Haitangui. Hakuoga, tutamwambia hukuswali tu, lakini saumu hatumwambii lazima uilipe. Lakini jamanini, hela hii saumu bila swala ina tamu gani? Iyo wewe ufunga huswali, tamu yake, faida yake, natija yake iko wapi? Maana saumu natija yake ni kuonesha wewe umfuata Mungu. Wewe umfuate Mungu kwa swala? Sidhani kama huyo afungae bila swala. Hatumwambii kwamba wewe saumu haikuswali, lakini tunamwambia haina natija ile saumu. Kwa hiyo yule mwezi mzima alioga siku moja, tutamwambia mwezi mzima umeswali siku hiyo. Na mtu kama haogi janaba, maana yake haswali. Salala haswali, hawana hamu ya swala. Wengi hawana hamu ya swala, na wengine huoga janaba kwa kuogopa. Usikie janaba lina ukorofi. Janaba lina ukorofi ni lile la kumkosea Mungu, lakini ikiwa la halali halina ukorofi, sababu lile la halali thawabu wewe wapata. Janaba korofi ni lile la kumwendea Mungu kinyume, lakini lile la halali ongeza la kwanza, la pili, la tatu kwa kiasi utakao kuweza, halina ukorofi. Tumemaliza.